kung'ang'ana, toa kung'ang'ana. Umaskini kimbia, kimbia. Umaskini kimbia, umaskini kimbia. Toka kwa watu wa Mungu, toka kwa maisha yao, toka kwa anga yao. Basi kwa ajili ya wakati tunaingia kwa neno la siku ya leo, vile Mungu ametumana kwa ajili ya kila mmoja wetu. Basi neno la Mungu ni kuhusu kumtumikia Bwana kwa furaha na kwa kushukuru. Kumtumikia Mungu ama Bwana Yesu Kristo kwa furaha na kushukuru. Kumtumikia Bwana Yesu kwa furaha na kushukuru. Basi Mungu anafurahisha na watu walio tayari kumtumikia kwa furaha na kwa kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapokuwa na furaha na kushukuru, ni tendo la imani. Ni tendo la imani kwa ajili ya Bwana kutukuzwa na kuinuliwa. Mungu anapendezwa na watu walio na furaha, watu ambao wana shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. For example, yule mtoto wako, si mko na watoto? Huyo mtoto wako akikaa akiwa amekasirika, akiwa amekasirika, wewe unaweza kufurahi? Nataka sauti. Unaweza furahi? Uweze kufurahi, si ni kweli? Maana utashindwa shida ya mtoto ni nini. Hakai kwa furaha, ukifika mahali huko ako huzuni imeanza. Na hivyo ndivyo Mungu anataka tufurahi, manake sisi ni watoto wake. Anataka tuishi kwa furaha, atake tuishi kwa kilio, kwa mahangaiko, kwa kulalamika. Yesu anatafuta watu walio tayari kukaa kwa furaha na kwa kushukuru, kwa ajili yake apate nafasi ya kutuinua na kutenda mambo makubwa kwetu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi wana wa Israeli walikuwa watu wa kulalamika. Ndio maana katika kulalamika kwao kulisababisha mahali wangeenda hata kwa siku chache, wakaenda kwa miaka 40. Maanake walijawa na kulalamika, hawakuwa watu wa kushukuru. Hata kwa muujiza waliona, hawakusema asante. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaangalia haone kuna kamuujiza kalitendeka kwako, katika ule muujiza uwe mtu wa kushukuru, useme asante. Kuna mtu alikupea kikombe cha maji, Mungu anatazama haone kama utashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Ili apate nafasi katika maisha yako ya kutenda mambo makubwa zaidi ya yale hashatenda tayari. Sema amen. Hakuna mtu katika hii nyumba anaweza sema sijatendewa na Mungu. Kuna kitu Mungu amefanya kwako. Kunalo jambo Yesu ametenda. Haleluya. Basi kwa ajili ya hiyo Bwana anapenda tuwe na mioyo ya kushukuru. Tena kushukuru si kwa ajili ya vitu nzuri peke yake. Kushukuru ni kwa kila jambo. Yesu anasema tufurahie na tuwe watu wa kushukuru kwa kila jambo. Sema amen. Hata kama kuna jaribu umekuja, kuwa mtu wa kushukuru, ukijua katika ile jaribu ili akushindanie, kutetee, badala kulalamika, kuwa Bwana mtu wa kusema asante Bwana, hata kama napitia haya ni kuna sababu yako, ili ukapate kuinuliwa, ili nitakapokuwa mshindi na wewe Bwana ukawe mshindi. Sema amen. Maana Bwana Yesu anakuja kwa ajili ya yale mambo magumu, akapate kukushindania. Kwa yale mambo yamekushinda, akapate kukushindania. Kwa ajili ya yale majaribu yamechinua kwako, Bwana Yesu akushindanie na atende makuu katika maisha yako. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu anahitaji watu kama hao ambao wanamtumikia kwa furaha, sio kwa huzuni. Wanamshukuru, wanafanya kazi yake kwa kushukuru kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe. Kama leo tunashukuru kwa ajili ya Mungu vile ametenda mambo makubwa kufika mahali tuko, kweli ni yeye. Bwana Yesu asifiwe.
Kama kungekuwa na komiti mbinguni, wengi wangevote no kwetu, wangesema no, hatutaki huyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ni Mungu aliye muamuzi wa peke yake bila komiti, akasema yes kwetu, na bado ni mwanzo tu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwanzo tu. Hivyo basi Mungu akasema ya kwamba anahitaji watu walio na furaha. Anataka watoto wake wakae kwa furaha. Anataka watoto wake wawe wa kushukuru, na sisi ndio watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni watoto wake, na kila mahali popote anaabudiwa kwa roho na kweli, pia hao ni watoto wake. Mungu anatafuta wale wanamshukuru kwa ajili ya kuwabariki na kuwainua. Wacha tuone Kumbukumbu la Torati 28:47. Kumbukumbu la Torati 28:47 na 48. Tusikie neno la Mungu inasema namna gani pale. Neno la Mungu inasema hivi: kwa kuwa kumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru kwa ajili. Wacha tuanze tena. Kwa kuwa hukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote. Hawa ni wana wa Israeli ambao hawakuwa na nafasi ya kumshukuru Bwana, hawakumtumikia Bwana Mungu wao kwa furaha. Walimtumikia kwa huzuni, walimtumikia kwa kulalamika. Basi hawakumtumikia kwa furaha na moyo wa kushukuru kwa ajili ya wingi wa vitu vyote pia walivyobarikiwa navyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So what happened? Kwa ajili yao kukataa kumtumikia Bwana kwa furaha na moyo wa kushukuru. Neno la Mungu inasema namna gani? 48. Kwa hiyo utawatumikia adui zako atakaowaleta Bwana juu yako. Kumbe ukikosa kumtumikia Bwana kwa furaha, Mungu ataleta adui wako uwatumikie. Bwana Yesu asifiwe. Na kama utamtumikia Bwana kwa furaha, hao maadui ndio atawaleta wakutumikie in the opposite side. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi neno la Mungu inasema namna gani? Kwa njaa na kwa kiu atakaowaleta Bwana juu yako, kwa njaa na kwa kiu na kwa uchi na kwa uhitaji wa vitu vyote, naye atakufika kongwa la chuma shingoni mwako hata utakapokwisha kukuangamiza. Bwana bariki maandiko yake. Basi haya ni maneno yalinenwa na Mungu kwa ajili ya wana wa Israeli, maana hawakuwa na nafasi ya kumshukuru Bwana, hawakuwa na nafasi ya kumtumikia Bwana kwa furaha. Hata igawa Mungu aliwajaza kwa vitu mingi, Mungu aliwabariki, lakini hawakuona. Na hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Watu wengi Mungu ametenda kwao, lakini hawaoni. Kuna watu wamepona, kuna watu wamefunguliwa, kuna watu wamepata kazi. Umebarikiwa na familia, umebarikiwa na watoto. Bwana anakuamsha kila siku ukiwa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Basi kuna watu kama hao ambao hawaoni matendo ya Bwana, hawani haja ya kumshukuru Bwana. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba wakati tunapomtumikia Bwana Mungu wetu, tunastahili kumtumikia kwa furaha. Tunastahili kuona yale matendo ametenda, tunastahili kuona hizo vitu ametuongezea, tunastahili kuona ukuu wake na kumshukuru kwa furaha nyingi na furaha tele. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe unamshukuru Mungu ama ni kulalamika? Unaonaje upande wako? Bwana Yesu asifiwe. Yesu anahitaji watu wawe wa kushukuru, watu wawe wanaishi kwa furaha, si kwa huzuni, si kwa kilio, si kwa kunungunika.
Bwana Yesu asifiwe, ili apate nafasi ya kutenda zaidi, ya kuongezea baraka zao. Wacha tuone neno la Mungu inasema namna gani. Zaburi 66:5 na 7. Zaburi 67 mstari wa 5 na wa 7. Psalms chapter 67 verse 5 and 7. Neno la Mungu linasema hivi: watu na washukuru, Mungu, watu wote na wakushukuru. Nchi imetoa mazao yake. Mungu wetu ametubariki. Mungu atatubariki sisi. Miisho yote ya dunia itamcha yote. Number 5. Let the people praise you, O God. Let all the peoples praise you. Then the earth shall yield increase. God, our own God, shall bless us. Basi neno la Mungu inaongea kuhusu kushukuru, na katika kule kushukuru nchi yetu itatoa mazao, na katika yale mazao kuna kuongezewa. Basi naongea habari ya kuongezewa kwa ajili ya kuwa mtu wa kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mtu wa kusema asante, ukiwa mtu wa kushukuru Bwana kwa furaha, basi neno la Mungu linasema kwamba kuna kuongezewa mazao yako, kuna kuinuliwa. Ninatabiria kuanzia sasa kuongezewa kwako in the name of Jesus. Yesu akakuongezee, Yesu akafungue njia za kipekee in the name of Jesus, katika kushukuru, katika kuona matendo ya Bwana, katika kuona jinsi ametuongezea, jinsi ametenda mambo makubwa, na kumshukuru Bwana kuna kuongezewa zaidi. Hiyo neema itawale juu yako siku ya leo in the name of Jesus. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wote mwanadamu akiwa wa kulalamika anakaa mbali na Mungu. Yani anajitoa kwa Mungu, manake Mungu haachi mtu ndiye anaacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaacha Mungu, unakosa kufuata njia zake vile inavyostahili. Lakini ukiwa mtu wa kushukuru, basi kuna kuinuliwa na Bwana Yesu kutenda mambo makubwa katika maisha yako. Kuna kuongezewa, kuna kuzidishiwa. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi wacha tukasome pale Luka mtakatifu 17:15. Luka mtakatifu 17:15 mpaka 19. Luka mtakatifu 17:15 mpaka 19. Neno la Mungu linasema namna gani? Neno la Mungu linasema hivi: na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifundifundi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, Yesu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Bwana bariki maandiko yake. 18. Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu tukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Bwana bariki maandiko yake. Haleluya. Basi kuna wakati moja wenye ukoma walienda mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na walipoenda pale, Bwana Yesu akawaponya wote wakiwa 10. Na wakiwa wanaenda, mmoja akaona ya kwamba amepona na akaamua kurudi kwa Bwana ili kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Akarudi kwa Bwana Yesu Kristo, na si kurudi tu, alipofika akaanguka kifundifundi akimwambia Bwana asante, manake nimepona, akimshukuru Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hapo Yesu akauliza, hawakupona wote 10? Basi imekuaje ni mmoja tu anayerudi kushukuru? Bwana Yesu asifiwe.
Na hivyo ndivyo iko kwa watu wengi. Watu wengi hawana shukurani. Watu wengi hawana shukurani hata kidogo. Hawawezi kuona Mungu yale ametenda kwao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata wewe kama umefanya jambo kwa mtu, kwa uwezo wa Bwana Yesu Kristo, usigojee arudi kushukuru. Wewe ngojea mateke ya punda. Bwana Yesu asifiwe. Kuna methali inasema mtu akalisha umbwa na baadaye ikamuuma. Bwana Yesu asifiwe. Ni wachache wanaweza kurudi kushukuru, waseme kwa hakika hata igawa kumekuwa na shida, lakini Mungu alikutumia wakati fulani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi si ati nataka watu warudi kushukuru kwangu, warudi kushukuru kwa Bwana Yesu Kristo vile ametenda kwao. Ni vizuri kuwa na shukrani kwa Mungu. Hata kuamka peke yake ni unastahili kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Bwana asante, kwa hakika umeniamsha salama, umenipigania, umenitetea, umeniongoza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi umeshukuru mbele za Bwana ukamwambia Mungu asante? Ni mara ngapi ukiwa kwa majaribu ukamwambia Bwana asante, nakushukuru hata kama napitia haya, ni kwa sababu ninajua ni kwa ajili yako ukatukuzwe na kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi Bwana Yesu akiomba alikuwa anashukuru kwanza, anasema ninakushukuru Baba, manake ninajua huo unatenda, na hata sasa ninajua unasikia. Ninakuomba kwa wakati huu tu Bwana ukapate kujitukuza kwa watu. Sema amen. Mwanzo ameshukuru, ameona matendo ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi Yesu akasema tuwe na roho ya kushukuru, na kwa hakika tuko na mambo ya kushukuru. Tumeona Yesu akitenda, tumeona Yesu akifungua njia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo la kushukuru Bwana. Sisi kama kanisa tulikuwa kwa mlima, tulikuwa tunafunga kwa ajili ya kumshukuru Bwana kwa ajili ya matendo yake. Ametenda kwako, ametenda kwa watoto, ametenda kwa wazazi wako, ametenda kwa marafiki wako, ametenda kwa watumishi wa Mungu, ametenda kwa kanisa. Haleluya. Na mahali tumefika ni kwa uwezo wake. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na neno kubwa ya kumwambia Bwana asante kwa matendo yake. Haleluya. Tuko na neno la kusema kwa hakika hakuna Mungu kama wewe. Umefungua njia, umefungua baraka, umetumia watu wako kwa ajili ya baraka za nyumba ya Bwana. Sema amen. Haleluya. Usicheze kwa mchango. Tunakuwa na check, na si ka check ya pesa ndogo. Unaona mtu anaandika 1,100 check moja. Bwana Yesu asifiwe. Na si moja anatoa, ni 1 2 3 tukiendelea. Bwana Yesu asifiwe. 1 2 3 4 5 tukisonga. Na Mungu akatenda. Huyo ni Mungu ama sio Mungu? Amewabariki ama hajawabariki? Si neema ya kubarikiwa ishuke kwa kila moja. Yesu akafungue anga yako, maisha yako yakafunguliwe, na Mungu akatende katika maisha yako. Haleluya. Ni wakati hata wa kuandika check. Ni wakati wa kuandika check, wakati unamtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Manake kubeba kashi ni ngumu. Sasa tutakuwa tunaandika check, hata kwa type check. Ukiandika, ukitoa type yako nini, si hii neema itawale juu yako kuanzia sasa, in the name of Jesus. Yesu akasema kama sisi ni watu wa kushukuru, basi atatuzidishia, hatatuongezea, atafungua milango katika mwezi wa 8. Ni mwezi wako wa kubarikiwa. Yesu akasema leo tarehe 2 ni siku yake kwa ajili utayarisho wa tarehe 3. Kuna kuinuliwa, kuna kubarikiwa, kuna matayarisho yako juu yako kwa ajili ya kubarikiwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kushukuru ni kwa maana sana. Wakati unashukuru naye Mungu anajitukuza kwa maisha yako. Niliwapa kastori kidogo ya mtu ambaye hakuwa na shukurani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Aliomba Mungu akamwambia, ninakuomba Bwana ukanibariki siku ya leo, na ukinibariki sitakosa kukusifu. Bwana Yesu asifiwe.
alikuwa ni kijana anaenda kutafuta kibarua, na akaomba hayo maombi asubuhi. Akamwambia Bwana, mahali naenda nitangulie, nikipata kazi na nifanye, basi nitakushukuru. Akaenda pale, ile kazi alipata ni ya mjengo, ya kubeba mawe, na haikuwa rahisi. Mjengo haikuangi rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Nahurumia wale wanaume ambao wanafanya mjengo, lakini akifika kwa nyumba anapata mke wake amefura kama mandazi. Ni nini? Unjaniletea kiatu. Ukijua vile ameng'ang'ana mawe, achana hii mambo mengi. We mpe tu time. Sema amen. So long as ni mwaminifu. Basi ule kijana akawa amefanya kazi zito, na akapata kamshahara yake wakati wa jioni. Akapitia mahali akanunua kanyama ya kuku na akanunua unga, na akaenda kwa nyumba yake akatengeneza vizuri nyama yake pale, na kasupu vizuri na kaugali pande hii. Bwana Yesu asifiwe. Kijana ambaye hakuwa na shukurani, wakati alitayarisha chakula yote akaweka kwa meza na akanawa mikono, basi maombi yake ilikuwa ni hivi: wewe Mungu, kulingana na vile nimechoka, kama wewe ndio umenipa hii chakula, kuja uchukue saa hii. Sema amen. Nakwambia kumbe nao Mungu anaona mbali. Kumbe kuna waizi wanakimbizwa na askari, wakapitia kwa mlango fwa, na saa hiyo ni ile alikuwa naomba fwa, na kabla amalize kuomba akasikia mlango mpa. Wakati alimaliza kusema tu, kama ni wewe nipa hii chakula, kuja uchukue, askari wakamistake ya kwamba ni kama huyo mwizi ameingia kwa hiyo nyumba. Naye mwizi kulikuwa na kona hapo, alipitia hapo akapiga kona haraka. So askari walipokuja wakapata mlango ndio huu, wakaingia na mlango, na kijana akashikwa, akaambiwa wewe acha kujifanya hapa. Akashikwa hapa hivi, kainuliwa, akaambiwa kuja haraka, unajifanya hapa unakula Bwana Yesu asifiwe. Akisema si mimi, utasemea mbele. Askari wa kesi, una kesi kotini. Sema amen. Una kesi ya mbele. Akaambiwa harakisha, chukua funguo, funga kifuli. Naye Mungu ni nani? Akahakikisha mpaka nyumba imewekwa kifuli, hata paka isiingie. Bwana Yesu asifiwe. Na akabebwa akawekwa ndani. Kijana alikuwa anatoa hiyo story akisema kwa hakika alijua kuna Mungu aliye hai, na akaamua kuokoka na kufuata njia za Mungu kwa roho na kweli. Sema amen. Basi akapelekwa ndani. Alipopelekwa ndani akawekwa hapo siku ya kwanza ya ndani, na ametolewa kiatu na mshipi. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, basi pale askari wakaongeleshana hapo, akasema huyu si yule tulikuwa tunakimbiza. Kijana akatolewa huko ndani, akaambiwa tumepata si wewe, ni mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo amekula ugali na cabbage yenye supu nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Basi akashikwa, akatolewa saa hiyo, akapewa mshipi na kiatu, alafu akaambiwa kimbia na usitazame nyuma. We unaweza tazama nyuma kama ulikuwa undani, zini kukimbia na hutauliza maswali, nilikuwa nimeshikwa kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Akaenda mbio, akaenda akafungua nyumba yake. Ile harufu alikutana nayo ni kama Mungu aliongezea yoze zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu akajichukulia chakula chake, akachukua. Kwa sababu gani? Kwa sababu kijana hakuwa na moyo wa kushukuru. Kile alikuwa nacho ni moyo wa kumdhihaki Mungu, na Mungu alitaka kumwonyesha yuko. Na hivyo ndivyo inatendeka kwa wengi. Watu hawana shukurani, wanasema ni wao, ni kwa akili zao, ni kwa uwezo wao. Wengine wanataka kuabudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi naye Mungu ni nani? Mungu si wa kuchezewa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mfalme mmoja walifanya kampeni kwa nchi fulani. Bwana Yesu asifiwe. Na alitaka kuwa president, na kwa hakika alipigiwa kura.
ikakuwa yule wa pili hawezi uliza swali, na kuapishwa kukiwa kama siku ya kesho. Leo akasema ya kwamba yeye hata kama Mungu angekubali, angekuwa nataka ashinde, bado angeshinda. Sikia vile amenjinua mbele za Bwana Yesu Kristo. Nakwambia kesho hakuamka, kulichaguliwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hadhihakiwi hata siku za leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hadhihakiwi. Bwana Yesu hadhihakiwi. Kuna mtu mmoja alisimama mahali wa Illuminati, kwa mahali tu, kwa madhabahu hizo za Illuminati, na akasema kama kuna Mungu niende saa hii. Ukuta ulibomoka ukamgonga akakufa, ikaisha hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Yani ushaona ukuta unakuja tu na haukuwa na shida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usidhihaki Mungu. Mungu anahitaji watu walio na furaha na moyo wa kushukuru, kumwambia Bwana asante, kwa hakika umetenda mambo makubwa, kwa hakika umejitukuza kwa maisha yetu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu hajatendewa kwa nyumba ya Bwana, hakuna hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Watu wako na ushuhuda, watoto wao wako na ushuhuda, mambo imetendeka makubwa, si ushukuru hata kwa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na vile neno la Mungu inasema tushukuru kwa kila jambo. Yale mengine unaposhukuru unazidishiwa, unasema asante kwa sababu ulinipa ndoa. Unaambia Mungu asante kwa sababu alikupatia ndoa, si kulalamika. Sema amen. Watu wengi katika ndoa ni kujuta, majuto. Bwana Yesu asifiwe. Na kulalamika na kusema ningejua. Wewe shukuru tu Bwana, uone vile atafungua njia zako, vile atatenda makuu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Shukuru kwa kazi uko nayo. Nilikuwa ninaona mahali tunafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa operator wa printing machine. Machine inaitwa 72 Speed Master. Ilikuwa inatoka kule nyuma kwa viti mpaka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiweka karatasi kule inatokea huku mbele ikiwa printed full colors. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So nilikuwa napendwa sana kwa hiyo kampuni. Hiyo mashini tu, wale walikuwa wanaweza kuendesha hiyo mashini, tulikuwa wawili peke yake ndio tulikuwa tunakimbia na ile mashini. Akiwa night shift na mimi kwa day shift. Akiwa day shift na Bwana Yesu asifiwe, Speed Master. Na pale ndio niliona watu hana shukurani. Unaona mtu ndio huyu ameandikwa, ako na mshahara mzuri, lakini bado analalamika. Yani shukurani hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikajua kumbe watu hawana roho ya kushukuru. Kule nje ulikuwa unalia angalau upate kazi, after kupata bado unalalamika. Yesu anatafuta watu wa kushukuru ndio waongezewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wanalalamika kwa ajili ya biashara zao, kuna wengine wanalalamika kwa ajili ya mambo wanaofanya. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yao Yesu anatafuta watu wa kushukuru. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi namshukuru Mungu sana, manake ile mashine ilikuwa ni kama kipawa. Nilisomea ile mashine kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Ya printing. Tuliprint vitabu nini, na niliishi nikiambia Bwana asante. Thank you Lord. Nitakuja kuleta nikiwa nina operate, nikiwa nimepigwa picha hapo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo simu zilikuwa za Nokia, kale kakona aerial. Wakati huo singepiga picha vizuri, nilipiga tu ile ya mtu amepitia hapo na kamera. Bwana Yesu asifiwe. Kama ingekuwa leo ningechukua ka video vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi niko na kitu cha kushukuru Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya kunibariki, nilikuwa na kazi. Kutoka hapo Mungu akaniita kwa ajili ya kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Akanipa mke, akanipa familia. Hata siku ya leo Mungu anaendelea kutenda.
amekuleta wewe hapa. Yaani nina mambo ya kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Hata sijui ni shukuru namna gani, manake yako mengi. Yale mambo ya Mungu ametenda ni ya ajabu. Watu wameletwa hapa wakiwa wazimu zaidi ya 50 wamepona hapa, ama sijui ni wangapi, lakini nafikiri wamefika 30, 50 wale washakanyanga hapa, mtu akiwa wazimu na akili yake ikarudi nomo. Bwana Yesu asifiwe. Wale wameletwa hapa wakiwa wagonjwa ni wengi, Yesu akawaponya. Mungu amefungua njia za watu wengi. Mungu amebariki wengine, amewatoa chini akawainua. Bwana Yesu asifiwe. Na hata sasa anawainua. Sio neema itawale juu yako. Yesu amenituma leo akaniambia ni wakati wa kuinuliwa, kwa ajili ya kushukuru, kwa ajili ya kumwambia Bwana asante. Kuna milango imefunguka. Bwana Yesu anasema na ukazidishiwe. In the name of Jesus. Mwezi huu wa 8 ni mwezi wako wa kuzidishiwa, ni mwezi wako wa kuongezewa, ni mwezi wako wa kuinuliwa. Sio neema itawale juu yako kuanzia sasa. In the name of Jesus. Kwa biashara yako ukaongezewe, kwa kazi ya mikono yako ukaongezewe. Yesu akakuzidishie hata furaha, akakuzidishie hata amani katika moyo wako. Maana kwa kukaa kwa furaha na kumshukuru Bwana, anaachilia neema ya kuwa na amani. Sio amani iwe juu yako kuanzia sasa. In the name of Jesus. Ninaona watu wakiinuliwa katika mwezi wa 8. Naona watu wakipata kazi, naona watu wakifunguliwa, naona watu wakibarikiwa. Hiyo neema itawale juu yako. Naona adui wakikukimbia. In the name of Jesus. Waganga wanakimbia sasa, wachawi wanakukimbia wakikutoroka, manake umejaa uwepo wa Bwana. Maana Yesu amesema kwa ajili ya moyo wa kushukuru na furaha kuna kuinuliwa. Maadui watakutoroka, hautawatumikia, lakini watakuja na njia moja, watakimbia na njia 7. Natabiria maadui wako wakimbie na njia 7. Hao maadui wako wakimbie na njia 7. Maadui wa maugonjwa wakimbie kwa njia 7. Maadui wote watakaopanga maovu kwako na wakuje na njia moja, wakimbie kwa njia 7. In the name of Jesus. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Watakuongelelea lakini watapata we ni fire. Kila mshirika wa Jesus Love Ministries amezingirwa na ring of fire. The ring of fire. Wataandaa accident mbele zako na haitafanikiwa. Watasukuma maugonjwa, haitafanikiwa. Watatuma maroho kwako, haitakufikia. Maana Mungu yuko pamoja nawe. Watakuekelea maneno, waseme uko na nyoka, sijui waseme uko na paka, lakini itakuwa maneno yao ya bure. Maana Yesu amejaa ndani yako. Umezingirwa na moto, umezingirwa na fire. Hiyo neema itawale juu yako. In the name of Jesus. Watasema biashara yako iko na majini, ati biashara yako iko na mapepo, lakini maneno yao itakuwa ni bure. Maana utukufu wa Bwana utakuwa kwa biashara yako na kutawala biashara yako. Si Bwana Yesu atembee pamoja nawe, si Bwana Yesu akupiganie, si Bwana Yesu akushindanie. In the name of Jesus. Watatabiri matabiri yao ya kishetani, lakini haitafanikiwa. Wataonyeshwa maono na shetani, waonyeshwa ukiwa na nyoka, waonyeshwa ukiwa na paka, lakini utabiri wao utakuwa ni wa kishetani. Maono yao itakuwa ni ya kishetani, ndoto zao zitakuwa ni za kishetani, hazitakuwa na uwezo kwako. Badala yake Mungu atazidi kujaa kwako, Mungu atazidi kukuzidishia, Bwana Yesu atazidi kukuongezea. Hiyo neema itawale juu yako leo katika mwezi wa 8. Wacha ukawe ni mwezi wako, mwezi wa kuinuliwa, mwezi wa kufunguliwa, mwezi wa kupokea baraka zako, mwezi wa Mungu kufungua njia zako. In the name of Jesus. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuinuliwa kwako siku ya leo. Neema ya Bwana inatosha juu yako. Hautaishi kwa mahangaiko,
Hautaishi kwa shida. Yesu atafungua njia zako. Ni wakati wa Mungu akaachilie moto kwa anga zetu. Ni wakati wetu Mungu akaachilie moto, akaachilie fire zaidi kwa ajili ya kuharibu kazi zote shetani, kwa ajili ya maneno tulionenewa maovu yakavutike kwa damu Yesu Kristo. Laana zote zilizotamkwa zikavunjike kwa damu Yesu Kristo, na Bwana akaachilie baraka kwako. Si neema itawale juu yako. Kuwa mtu tu wa kushukuru, kuwa mtu wa kumwambia Bwana asante. Anguka kwa miguu ya Bwana Yesu Kristo ukimwambia asante Bwana kwa ajili ya matendo yako makubwa. Anguka kwa miguu ya Bwana Yesu Kristo ukisema asante kwa ajili ya yale ametenda kwako. Simama mbele za Bwana. Simama siku ya leo, simama. Mwambie Bwana asante. Mshukuru Bwana kwa neema hii ameachilia. Mshukuru Bwana kwa ajili ya upendo wake mkubwa, jinsi anavyokupenda, jinsi amekupigania, jinsi amekutetea katikati ya majaribu. Yesu amekushika mkono katikati ya majaribu. Bwana Yesu amekuwa pamoja nawe na anaendelea kutenda mambo makubwa. Anaendelea kufungua njia za kipekee. Ninajua, mimi ninaelewa vile mtu husikia wakati anapoekelewa maneno ya uongo. Ninaelewa wewe ambaye unaekelewa ya uongo, neema ya Bwana Yesu itawale juu yako. Yesu akakupigania na kukutetea. Ninaelewa kabisa watu wanaposema uko na mapepo na kwa hakika hauna. Ninaelewa kabisa wewe unaekelewa maneno ati biashara yako ni ya mapepo. Pokea nguvu zaidi za kumtumikia Bwana Yesu Kristo. Yesu akakutetea, akakulinde, akakupigania, akakutetea kwa kila jambo. Ninaelewa kabisa watu wanapowekelewa mambo ya uongo wakasemekana wamefanya na kwa hakika wajafanya. Wengine wanaekelewa hati wamechukua nyota za watu na hata ijulikani inachukuliangwa aje. Basi Yesu anasema anakutetea, anakupigania. Yesu yeye anakupigania jinsi alipigania watumishi wake, maana walinenwa uongo. Hivi ndivyo atakupigania, hivi ndivyo atakutetea. Mwanzo Mungu alitupitisha kwa moto ili na wewe ukapate kupokea ukombozi wa kipekee bila kung'ang'ana katika maisha yako, bila kung'ang'ana kwa maisha yako, ukapokea ukombozi wa Bwana Yesu Kristo. Anza kupokea sasa. Pokea ukombozi wa Bwana Yesu Kristo. Pokea kuinuliwa kwako in the name of Jesus. Nyenyekea mbele za Bwana. Inua sauti yako, mwambie Bwana niko hapa. Mshukuru Bwana Yesu Kristo. Inua sauti yako kwa kushukuru. Inua sauti yako kwa kumwambia Bwana asante. Inua sauti yako kumshukuru Bwana. Mwambie asante, maana ametutenganisha na majaribu mengi, ametupigania, ametutetea. Kwa hakika huyu Mungu ametenda mambo ya ajabu. Tumekuwa tukifuatwa na maadui, lakini yeye akasimama nasi. Watu walikuwa wamejinua kinyume, Bwana Yesu akasimama nasi. Yesu akatutetea, Yesu akatupigania. Simama na Bwana Yesu Kristo, maana ako hapo akupiganie. Hata kama ulikuwa umeekelewa maneno, hiyo haijalishi mbele za Bwana Yesu Kristo. Ako hapo akupiganie, ako pale akutetee, maana wakati wote ni mwaminifu. Yesu anatenda mambo makubwa. Yesu anafungua njia za kipekee kwa ajili ya wanaomlilia usiku na mchana. Nyenyekea mbele za Bwana. Mshukuru Bwana, mshukuru Yesu kwa ajili ya matendo yake. Mshukuru Bwana Yesu Kristo kwa ajili ya kupiganiwa kwako. Ni wakati wa kushukuru Bwana, maana mambo ambayo ametutenganisha nayo ni mengi. Mitego ambayo ametutenganisha nayo kwa hakika ni mitego mingi. Ametupigania tukiwa na tukiwa hatujui, akatutetea. Watu walijiinua kwa siri kwenda kufunga pamoja kwa ajili ya kutulaani, lakini Bwana Yesu kwa siri akatupigania, akatutetea. Yesu akatuongoza kwa neema yake. Nyenyekea tu mbele za Bwana. Mwite Yesu siku ya leo, mwite Yesu siku ya leo, maana ni mwaminifu. Kwa hakika ametenda makubwa,
maadui wamejinua kwako, na wewe hauna shida na mtu yeyote. Wewe una shida na mtu yeyote. Ukweli ndio unakataliwa, ukweli ndio unakataliwa. Basi kuna kupiganiwa kwako, kuna kutetewa kwako siku ya leo. Lazima ukweli wa Bwana Yesu usimame, lazima ukweli wa Bwana Yesu usimame. Bwana, ninakushukuru, ninasema asante. Kwa hakika nifanye nini kwa ajili yako kupokea hizi shukurani? Na nyenyekea kwako Bwana, nguvu zako zikatawale kwa wingi Baba. Roho Mtakatifu tawala, jina lako likapate kuinuliwa kwa ajili ya matendo yako makubwa. Umefungua njia za ajabu, umetenda mambo makubwa Yesu. Kwa hakika ninakushukuru Bwana. Maadui walituzunguka, na kwa hakika wakakiri kwa kinywa chao ya kwamba ni kutumaliza wanatumaliza, maana wametuzunguka, lakini kwa nguvu zako ukatupigania, ukatutetea, ukatuondoa kwa hiyo mitego yao Bwana, ukatenda mambo makubwa. Tuko hapa tunanyenyekea. Rema santara Musa. Asante Bwana, ninakuabudu, nainua jina lako tu. Hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwenye nguvu kama wewe Bwana. Tunakushukuru Bwana, umetupigania, umetutetea kweli, umetenda mambo makubwa. Baba, niseme nini isipokuwa nikushukuru? Ninakushukuru Bwana kwa matendo yako Baba, ninakushukuru Yesu. Asante Baba wa mbinguni, asante Bwana majeshi. Haleluya, asante, asante Bwana, nakushukuru, nasema asante. Sifa hizi zote zikakurudie wewe Bwana, sifa hizi zote zikakurudie Bwana. Umetupigania, umetutetea Baba wa mbinguni. Maadui walikuwa wametoa makucha wakitafuta kutuangamiza, lakini kwa neema yako na upendo wako Baba ukatupigania, ukatutetea. Na nyenyekea kwako Bwana, na nyenyekea kwako Bwana. Sifa hizi zote zikarudie wewe, maana mahali tumetoka ni kwa nguvu zako, mahali tulipo ni kwa uwezo wako Bwana. Baba, nikushukuru namna gani mahali tunaenda Bwana, unajua mahali unatupeleka Yesu, kwa hakika unajua. Wacha sifa hizi zote zikarudie wewe Bwana. Ninakushukuru kwa upendo wako Baba, nakushukuru kwa nguvu zako Bwana. Nishuke kiasi gani ili ukainuliwe milele? Nishuke kiasi gani, nishuke kiasi gani Baba, kwa ajili ya kukushukuru. Asante Baba, asante kwa uwezo wako Bwana. Asante Bwana, hatungeweza kujitetea ama kujipigania, lakini kwa uwezo wako ukatupigania, kwa uwezo wako ukatutetea. Kuna watu walikuwa wamehapa ya kwamba hii kazi yako lazima itaisha, lazima hii kanisa itafungwa, lakini kwa neema yako Bwana ukatuwezesha mahali tulipo. Ni kwa uwezo wako Bwana, maana kazi ambayo umeanzisha hakuna mwanadamu anaweza kuimaliza, hakuna kiumbe chochote kinaweza kumaliza kazi yako Bwana, bali umetenda, umefungua njia Bwana. Hakuna kiumbe kingine chochote kinaweza funga kazi yako Bwana. Ni wewe tu Bwana, una uwezo wa kuanza. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni mwanzo na mwisho. Unaweza kuanza Baba wa mbinguni, unaweza kumaliza Baba wa mbinguni. Unaweza yote Bwana. Baba unaweza. Asante, asante kwa kutupigania. Asante riba santa rabu sikaridai, rima shanda rabu ya kuta, rima santa rabu sikaridai. Nimeona ukiponya wengi wamekuja hapa wakiwa na kansa ukawaponya, wengine wakiwa na blood pressure, sukari ukawaponya, wengine wakiwa na ngosho na mapepo ukawaweka huru. Tumeenda boma mingi Bwana, zikiwa hata zinagongwa na mawe,
Baba, ukazifungua Bwana, ukazikomboa zote, mkono wako ukaonekana Baba, umeonekana ukitenda. Wengi wamekuja bila kazi Bwana, ukawapa kazi. Wengi wamekuja bila kuwa na amani ya mioyo yao, wakapokea amani. Wengi umewafungua na wengi umewarudisha katika njia zako Bwana, ili roho zao zikombolewe na kuona ufalme wako wa mbingu. Yote umetenda Baba, ninakuita, ninakushukuru Bwana, tunakushukuru kwa watumishi, kwa shirika, tunakushukuru kwa matendo yako, na unasema bado hata sasa ni asubuhi Bwana, unakusudia kutenda makuu zaidi. Tunakushukuru Baba, tunakushukuru. Asante Bwana, asante Yesu, asante Bwana, asante. Ndiye Bwana, asante Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya matendo yako, kwa ajili ya uwepo wako, kwa ajili ya nguvu zako Bwana. Asante Baba wa mbinguni, maana umetenda kweli, umejitukuza katika maisha yetu, umetenda mambo ya ajabu. Umesema ya kwamba katika furaha tulionayo Bwana unaenda kutuzidishia. Naomba ukawazidishie watumishi wako, wazidishie washirika Bwana, wazidishie watu wako Baba mbinguni. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa ajili ya upendo wako. Kwa hakika kuna Mungu kama wewe. Jina lako likainuliwe, jina lako likapate kutukuzwa. Umetenda mambo ya ajabu, umefungua njia za watu wako, umejitukuza kwa ajili ya kanisa lako, umefungua njia Baba. Kwa hakika kuna Mungu kama wewe. Wacha ukainuliwe na kutukuzwa milele Bwana. Roho Mtakatifu, tawala sasa. Asante kwa kutupigania, asante kwa kututetea, asante kwa kutuongoza, maana kuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Tuongoze kwa utukufu wako, sifa hizi zote zikarudie wewe. Tumejiweka wakfu mikononi mwako, kazidi kutenda Bwana. Bwana, unasema ya kwamba majina yetu umeandika katika kipaji cha mkono wako. Ninatambua ya kwamba hakuna siku utatuacha, bali utazidi kuwa pamoja nasi, utazidi kutuongoza kwa utukufu wako. Bwana, ulinena nami ukaniambia kuna siku ushainiacha, bali uko pamoja nami. Bwana, naomba pia ukawe pamoja na watumishi wako, ukawe pamoja na washirika wote katika nyumba yako Bwana. Katende makuu, kajitukuze na kufungua njia za ajabu kwa ajili ya maisha yao. Wabariki wote, tenda makuu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu naomba na kuamini. Amen. Shangilia Yesu kwa makofi. Haleluya, haleluya, haleluya. Basi kutoka pale tayari Yesu ametenda. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe.